tutaangalia miongoni mwa amali zilizokuwa bora kuzifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amali zote ambazo zinamkurubisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni bora, lakini tutatizama baadhi ya zile ambazo Muislamu yatakikana azipupie akiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani na hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hakika ziko nyingi sana, lakini miongoni mwa hizo ya kwanza ni as-sala, kutekeleza ibada ya swala. Ndugu zangu katika imani, tutambue na tuelewe ya kwamba hii swala tunayoiswali ni nguzo ya pili miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Kwa maana Uislamu wako hauwezi ukakamilika kama swala tano itakosekana katika maisha yako. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alizungumza akasema, rasul amri al-islam, kichwa cha mambo yote katika ulimwengu ni Uislamu, wa umuduhu as-sala, lakini nguzo yake kubwa ambayo imeshikilia huo Uislamu wote ni ibada tukufu ya swala, yani swala tano. Ajaban, ni ajabu sana kwa Muislamu ambaye anadumu na kufunga vile ipasavyo, lakini la yusalli, haswali swala tano. Ni ajabu na ni mtihani mkubwa sana. Ndugu zangu katika imani, tujue ya kwamba ibada ya swala ndiyo jambo la kwanza ambalo mja atahesabiwa nalo siku ya Kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baka yanafuata haya matendo mengine, sadaka, saumu na matendo mengine yote yaliyokuwa ya kheri, lakini jambo la kwanza ni swala yako. Ndugu yangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza, anasema, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamati min 'amalihi salatuhu, hakika jambo la kwanza ambalo atahesabiwa nalo mja siku ya Kiyama katika matendo yake aliyoyafanya duniani ni swala yake. Ikionekana ibada ya swala tano imekamilika, faqad aflaha wa anjaha, basi huyu Muislamu atakuwa ni miongoni mwa watu waliofaulu. Lakini ikionekana ibada ya swala haikutekelezwa vile ipasavyo, faqad khaba wa khasira, huyu mtu atakuwa amepata hasara duniani na kesho akhera. Ndugu zangu katika imani, salatuka kabla siyamik, ichunge sana swala yako kabla ya ibada ya funga. Ikiwa mtu anaweza kujizuia na kula pamoja na kunywa na kufanya yale yote ambayo yanafunguza na kuharibu funga yake kuanzia alfajiri mpaka jua linazama, kwa nini huyu mtu asiweze kutekeleza ibada ya swala? Swala ambayo unaitekeleza dakika 5, dakika 7, dakika 10, haizidi hapo. Swala yako ndugu yangu katika imani ni jambo muhimu sana. Kutakuwa hakuna maana kama wewe unafunga lakini huswali. Hizi ibada zote huwa zinategemeana zenyewe kwa zenyewe, kwa maana yatakikana ukiwa unafunga na kuswali vinaenda sambamba hivi vitu viwili. Ndugu zangu, Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anazungumza, anasema, sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nilimuuliza bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ayyul a'mali afdal, ni matendo gani ambayo ni bora ambayo naweza nikadumu nayo katika maisha yangu? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, as-salatu ala waqtiha, ni kutekeleza ibada ya swala tano tena kwa wakati uliopangwa uliokuwa maalumu. Sio mtu unaswali unasema mimi ninaswali, lakini swala yako wewe adhuhuri unaswali muda ambao sio adhuhuri, alfajiri unaswali jua tayari lishachomoza. As-salatu ala waqtiha, kutekeleza ibada ya swala ndani ya wakati wake ndilo jambo la kwanza. Abdullah ibn Mas'ud anasema, faqultu, nikamuuliza tena bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma ay, kisha jambo gani ambalo linafuatia baada ya swala tano? Akasema, birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wawili. Faqultu, nikamuuliza tena Rasulullah, thumma ay,
Kisha nini ewe mtume wa Allah? Akasema aljihadu fi sabilillah, kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, as-sala, tunahimizana kutekeleza ibada ya swala, ibada ya swala tano pamoja na sunna zake, kwani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo lilikuwa ni kipaumbele chake katika maisha yake, ilikuwa ndiyo kitulizo cha macho yake ni swala, ibada ya swala tano. Lakini wakati anaondoka katika ulimwengu wa kidunia, anarudi kwa Allah tabaraka wa taala, akahusia umma wake akasema as-sala wama malakat aymanukum. Ndugu zangu katika imani, hilo ndiyo jambo la kwanza ambalo Muislamu anatakiwa adumu nalo sana katika mwezi wa Ramadhani na hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, ama jambo la pili katika mambo ambayo tutahusiana Muislamu aweze kudumu nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, as-sadaqa, ni kutoa sadaka. Ndugu zangu, kama kuna jambo ambalo linamkurubisha sana mja akawa karibu sana na Allah tabaraka wa taala, ikawa ni vyepesi yeye katika shida zake zote alizokuwa nazo, akimuelekea Allah tabaraka wa taala anamjibu kwa haraka, basi ni ibada ya kutoa sadaka. Unacho kidogo toa kwa ajili ya Allah, unacho kikubwa toa kwa ajili ya Allah. Utakuja kukikuta siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala, na ulichokitoa, aliyekitoa kingi akatoa kidogo, wote wataona kana kwamba hakuna walilolifanya. Aliyetoa kidogo atasema natamani ningetoa zaidi ya hapa, na aliyetoa kidogo na kingi wote watatamani wangetoa zaidi ya pale, kutokana na ubora na utukufu wa siku hiyo. Kwa nini ibada ya sadaqa imekuwa ni bora ndani ya mwezi wa Ramadhani? Katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu, anazungumza anasema, kana nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume rehma na amani ziwe juu yake, ajwadan nas, alikuwa ni mwema sana katika mwezi wa Ramadhani, kupupia katika kuzifanya khairati mbalimbali. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani alikuwa ni mwema zaidi ya. Hatuzungumzi kusema kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kutoa sadaka, bali tunasema mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kuzidisha kutoa sadaka, kama ambavyo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa akidumu juu ya suala hilo. Ndugu zangu, mwanadamu anapokuwa tayari ameamka wakati wa asubuhi, katika hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad illa malakani yanzilani, hakuna katika siku isipokuwa mwanadamu ataamka katika siku hiyo, malaika wawili wanamteremkia huyo mtu. Fayaqulu ahaduhuma, malaika wa kwanza anasema, Allahumma, ewe Allah, a'ti munfiqan khalafan, mpe yule mtu ambaye anatoa kwa ajili ya kutaka radhi zako Allah, mpe badala ya kile ambacho amekitoa. Lakini mtu wa pili au malaika wa pili anamwambia Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ewe Allah, ninakuomba umpe kila mtu ambaye ana uwezo wa kutoa lakini hatoi kwa ajili ya kutaka radhi zako, mpe maharibiko na maangamio katika mali yake. Yawezekana kila mmoja kwa nia yake anavyotoka katika nyumba yake, malaika wamemuombea dua. Sasa unaweza ukajiuliza katika nafsi yako, mpaka hapo ulipo umeombewa dua nzuri na malaika au umeombewa dua mbaya na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala? Hebu tizama ndugu yangu katika imani, ni nani ambaye anaomba hii dua? Ni malaika wa Allah, malaika ambao la yaasuna Allah, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa lile ambalo wameamrishwa na Allah. Kwa maana wakiinua mikono yao kumwambia Allah, jalia kwa huyu mtu badala, bila shaka lazima utapata badala ya kila aina kwa kile ulichokitoa. Lakini wakiinua mikono wakasema, Allah, jalia maangamivu,
maharibiko katika mali ya huyu mtu ambaye ana uwezo wa kutoa lakini hatoi kwa ajili ya kutafuta radhi zake, na lazima litakuwa kwa sababu wao ni malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika Idi al-Fitri au al-Adha kunako hadithi ambayo ni maarufu ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anasema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alitoka akielekea katika musalla, yani sehemu ya kuswalia salatul Eid. Alipofika pale akaswali Eid, alipomaliza anasema thumma ansaraf, kisha akamaliza. Alipomaliza akasema ayuhan nas, enyi watu, tasaddaqu, toeni sana sadaka kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alipomaliza hapo, famarra ala nisa, kisha akapita kuelekea katika kundi la wanawake, akawaambia ya ma'shara nisa, enyi kongamano, enyi kundi, enyi jopo la wanawake, tasaddaqna, jitahidini sana kutoa sadaka, fa inni ra'aytukunna ahlan nar, kwani mimi nimewaona nyinyi ni wengi sana katika moto wa Jahannam, wal'iyadhu billah. Ndugu zangu katika imani, Mtume anazungumza maneno haya, anasema amewaona wanawake au kundi la wanawake wengi wako motoni. Wakauliza, wa bima dhalika ya Rasulullah, ni kwa sababu gani? Mtume akasema, kwa sababu nyinyi tukthirna la'na, mmezidisha sana kulani enyi wanawake, mmezidisha sana matusi. Mtoto akikosea kidogo unamtukana, ndiyo maana mmeonekana mkiwa wengi sana katika moto. Lakini jambo la pili, watakfurna al-ashira, mnakufuru na kupinga wema wa waume zenu wanaowafanyia. Yani mema yote ambayo atakayofanya mwanaume au wanaume katika familia zao hauonekani pale ambapo atafanya kosa moja tu akamkosea. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tasaddaqna, toeni sana sadaka enyi wanawake. Ndugu zangu katika imani, tunahusiana wanaume na wanawake tukithirishe sana kutoa sadaka, hususan ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ukiwa una uwezo wa kumlisha mtu fanya, ukiwa una uwezo wa kutoa pesa toa kwa kadiri ya uwezo wako. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. aqulu lakum ma tasma'un, ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, tupo ndani ya mwezi wa fursa, mwezi ambao kuna khairati nyingi ambazo hupatikana ndani yake, mwezi ambao Muislamu akifanya jambo jema moja basi malipo yake huwa ni zaidi ya hapo ambapo wewe unakuwa unafikiria. Ndugu zangu, tunakumbushana min afdhalil a'mali fi Ramadhan, katika matendo yaliyokuwa bora sana kuyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhan, tukaangalia jambo la kwanza ni as-salah, kutekeleza ibada ya swala tena katika wakati wake, ndani ya wakati wake, iwe swala ya faradhi au swala ya sunna. Lakini jambo la pili as-sadaqa, kutoa sadaka kwa ajili ya kujiandalia pepo yako na akhira yako ikawa nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la tatu ni tilawatul Qur'an, kuisoma Qur'an. Ndugu zangu, katika zile ayatu siyam, zile aya za funga kama ambavyo maulama wanazielezea, kuna aya ambayo inazungumza, inasema shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan, alladhi unzila fihi alquran, ndio mwezi ambao imeteremshwa Qur'ani ndani yake. Sasa vuta picha kama utaisoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhan, ambao mwezi huo ndani yake ndio imeteremshwa hiyo Qur'ani. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ni maarufu anasema, man qaraa harfan min kitabillah, yeyote yule ambaye katika Waislamu
akasoma herufi moja katika kitabu cha Allah, yani Qur'anun Karim, falahu hasana, kwa herufi yake moja hiyo anapata thawabu. Akasema wal hasanatu bi'ashri amthaliha, lakini hata hilo jema moja hilo ambalo utapata bi'ashri amthaliha, kana kwamba umefanya wema mara 10. Yani ukisoma herufi moja thawabu 10. Hiyo ni katika miezi ya kawaida. Sijakwambia katika mwezi wa Ramadhani ukasoma bismillahir rahmanir rahim, ukasoma alhamdulillahi rabbil alamin, kuna herufi ngapi katika hiyo aya moja? Sijakwambia ukasoma sura nzima, sijakwambia ukasoma juzu nzima, sijakwambia ukahitimisha Qur'ani nzima. Una malipo kiasi gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu, hakika ya fursa la tatakarraru marratayn, siku zote huwa haijirudii mara mbili. Inawezekana mwezi wa Ramadhani huu ukawepo, Ramadhani ikarudi mwakani wewe haupo. Kitakacho kusaidia ni kile ambacho umekifanya katika mwezi wa Ramadhani na hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, na kuhusieni sambamba na kuhusia nafsi yangu, ya kuyazungumza ni mengi, fadhila ni nyingi sana katika mwezi wa Ramadhani. Mambo bora kuyafanya katika mwezi wa Ramadhani ni mengi sana. Lau kama tutasema tuyazungumze kuanzia Ramadhani mosi mpaka inaisha, wallahi kwa fadhila zake hatuwezi tukamaliza. Ndugu zangu, tujitahidi kushikamana na yale ambayo tumekumbushana, iwe ni swala au sadaka au kusoma Qur'ani au dhikri na ibada mbalimbali ambazo zitakufanya wewe ndugu yangu katika imani ukawa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.